nyingi sana, na masala haya ni masala ambayo yalikuwa kwamba kila Muislamu anatakana awe makini sana. Baadhi ya watu wanatiana pampo, hususan mtu anapokuwa anasuhubiana na watu ambao walikuwa si sawa, watu ambao walikuwa ndani ya nyoyo zao kuna hii mianya ya shirki, tauhidi imekufa ndani ya moyo, ikawa kwamba ndani yake kuna vitu ambavyo vilikuwa viko sawa, na tayari ule kuelewa wa kumfahamu Allah umepungua kwa kiwango kikubwa, basi watu hawa wanakuwa wanatiana pampo, hususan mmoja wapo anapopatwa na dhiki, anapopatwa na shida, anapopatwa na balaa, anapopatwa na kila aina ambayo ilikuwa si sahihi, basi huwa anakuwa anamshawishi yule mwenzake, anasema kuna mganga fulani, huyo mganga bana yuko vizuri, yuko katika hali ambayo ilikuwa vizuri, anatibu, ana kadha na hivi na vile, watu shakwenda wakatibiwa na mpoa. Sasa wewe kwa kuwa una matatizo usikimbilie ukasema uende tu moja kwa moja katika sehemu hiyo na ushaambiwa kwamba ni mganga. Uliza kwamba anatibu kwa misingi gani? Simefahamu. Je, anatibu kwa misingi ambayo ilikuwa Uislamu unakubaliana nayo? Ikiwa anatibu kwa misingi ambayo Uislamu unakubaliana nayo, basi tawakkal ala Allah. Lakini ikiwa kwa sababu tu wewe unataka uondoshewe na maradhi, uondokewe na maradhi, na hali ya kuwa kwamba wajua kwamba huyu mganga ni mganga ambaye alikuwa hatibu katika misingi ya sheria ya Uislamu, huyo unatakana kwamba wewe ukane naye, na sio kwamba wewe wataka tu maradhi ya kuondokee kwa hali yoyote. Sababu tayari utakuwa wewe unamshirikisha Allah jalla jalaluhu. Na aliyekujaribu hapa duniani ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye alikujaribu kwa kukupa mitihani ya maradhi, yeye ndiye alikujaribu kwa kukupa hali ambazo wewe unataka zikuondokee. Ni yeye Allah amekujaribu, amekutia katika mitihani hiyo. Sasa anakuangalia, je, utapita katika zile njia ambazo Allah anazozitaka yeye, au kwamba wewe badala ya kujaribiwa na ufaulu katika mitihani ndio unaingia katika kufeli. Sasa wengi wa watu wanaonekana kwamba ni wenye kufeli baada ya kupata hiyo mitihani, badala ya kupasi wao wanakuwa wenye kufeli, wanaingia katika pahala ambapo walipokuwa pabaya, pahala ambapo kumshirikisha Allah jalla jalaluhu. Na hili ni jambo ambalo kila Muislamu anatakana kwamba alifahamu, akijaribiwa asiwe kwamba ni mtu ambaye anatatua yale majaribio, ile mitihani na maradhi ambayo alikuwa amepewa kwa jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ikiwa kwamba amekujia mtu akakwambia kwamba mtu fulani amepoa baada ya kwenda kwa mganga yule au kwenda kwa huyu na yule, katika watu ambao wakizingatiwa ni watu ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ikiwa kwamba lipo hilo, basi hilo ni jambo ambalo lilokuwa wewe si la kulizingatia, bali zingatia kwamba hapa mimi najaribiwa na Allah, na katika kujaribiwa huku kuna mtihani ambao Allah anamtahini ndani yake, na inawezekana kwamba mimi ufaulu. Kwa hiyo pita njia ambayo Allah ameridhia, pita hatua ambazo unajua kwamba hizo utafanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yale majaribio ndani yake ni ibada, na zile njia ambazo unazozipita wewe utatua yale majaribio hizo zikiwa zinamridhisha Allah, wewe upo katika ibada, upo katika ibada. Na mja inawezekana akawa anamuomba Allah sana, muomba shida zake, matatizo yake, Allah mtatulie haya na yale, lakini ikawa bado hajatatuliwa, afahamu kwamba yeye yupo katika ibada, yupo katika ibada, na yale ambayo anamuomba Allah, anamwelekea Allah, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamsikia na atamjibu. Allah na hikma yake kumcheleweshea mja wake, kumwondoshea yale ambayo mja anataka ondoshewe, na Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma yake. Na kila mmoja katika waja na matatizo yake yanamhusu mwenyewe. Mwingine ana shida apate pesa, mwingine ana shida apate mke, mwingine ana shida apate nyumba, mwingine ana shida apate cheo, mwingine ana shida apate hichi, apate kile, apate vile, katika matatizo ambayo yalikuwa
yapo mwingine ana shida hii na ile, mwingine ana shida ya mwondokee haya, mwingine ana shida ya mjie yale. Alhasil kwamba kila mja anayo ambayo yeye alikuwa yamemshughulisha na anataka kwamba yamuondokee ima au ayapate, na haya yote ni katika majaribio ambayo mja anajaribiwa kwayo. Kwa hiyo mja yampasa amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtatuzi ambaye mwenye kutatua shida za waja isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo kwa sababu watu wamekoseshwa tauhidi, leo watu wamekoseshwa kumtambua Allah, utakuta watu ndio wanamshirikisha Allah, utakuta watu njia wanazozielekea ni njia ambazo zilikuwa za kumkera Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo ni masala ambayo yafahamike kwa upana wake. Yani ibada, kuna baadhi ya watu wao wanafahamu kwamba mtu ni kuswali swala tano ni ibada, lakini ile miamalati yake yote ya nje na zile harakati zake zote za nje na kule kuitakidi kwake itikadi tofauti yeye hakuingizi katika ibada. Ukiona mtu yuko katika sampuli kama hiyo, elewa kwamba huyu hajafahamu hasa maana ya ibada, kwa sababu ibada ina maana pana sana, bali hali zote za mwanadamu ambazo anazokwenda nazo afahamu kwamba kuna maamrisho na kuna maagizo ambayo amewekewa, sio ajiendee tu. Allah hajamwacha mwanadamu awe kama kiumbe tu hivi anajiendea ovyo ovyo, kwamba awe kama mnyama anajiendea ovyo ovyo. Hajamwacha hivyo kiumbe chake, isipokuwa amemwekea taratibu maalum, amemwekea mikakati maalum, amemwekea maagizo maalum. Mja yampasa yafuate maagizo hayo, na anatakikana kwamba shikamane nayo maagizo hayo, na yote ambaye atakayekuwa kwamba anakiuka maagizo hayo akishaya akawa anajiendea tu, elewa kwamba huyu hana mwisho mwema, huyu ana hatari ya kuharibikiwa katika kila chake ambacho yeye anachokiona kama anatengeneza, kumbe ni kitu ambacho kinachomfikisha katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Wala iyadhu billah.